Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nami nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia kuwa na afya njema na uhai, nikiwa kwa mara yangu ya kwanza kusimama katika bunge lako tukufu kuchangia hoja ya serikali ya uchukuzi. Nichukue fursa hii kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuupiga mwingi, lakini pia ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, na katika hili mwenyekiti, sina haya wala sioni vibaya katika wabunge wachache waliorejeshwa na kamati kuu na mimi nikiwemo. Pia nichukue fursa hii kumpongeza makamu wa rais ndugu Nchimbi, lakini vile vile nimpongeze kaka yangu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Jembe kwa kuchaguliwa na kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Hivyo hivyo kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Spika Azan Zungu, CEO pamoja na wenye viti wetu wa bunge hili. Nijielekeze moja kwa moja kwenye mchango wangu. Nitagusia katika TPA, TRC pamoja na TAA. Tukiangalia TPA inafanya vizuri, na mimi sitaki kuamini kama kakaangu Mboswe DG wa TPA anashindwa kuibadilisha ile baggage room au terminal passenger. Kwa kweli terminal passenger ile ambayo tunatumia sisi wa Tanzania, hususan wa Zanzibari na wengineo, ni ya muda mrefu na ni chakavu toka 1950 au 60 ilivyojengwa kwa ajili ya kumpokea Malkia kwa shughuli za uhuru. Haina hadhi kwa kiongozi wetu huyu Samia Suluhu Hassan. Tunaomba sana kakaangu Mboswe, ni mtu wa kufanya maajabu kwenye DP World, tumekushuhudia. Nenda kaibadilishe terminal hii ya passenger, na kama wawekezaji huna wapo, ni muda umefika kuelekea Mbweni au Msasani tukajenge terminal mpya ya abiria. Pili, niweze kumshauri kakaangu Mboswe DG kwa ruhusa yako mwenyekiti. Muda si mrefu tumeshuhudia kupanda kwa wefage kubadilika. Kwa kweli wefage imebadilika na imeongezeka kutoka 3% na imekuwa 5% ukitumia bandari ile ya TPA wenyewe ya majahazi. Lakini vile vile kuna mwekezaji amewekeza pale DMI, amewekeza zaidi ya bilioni 15. Ni mzawa huyu, lakini vile vile analipa kodi ya milioni 140. Leo cha maajabu, mwekezaji huyu aliwekeza DMI anatozwa wefeji ya $8. Jamani, hichi kitu hakikubaliki. Mwanafunzi hodari anapewa incentive. Hebu liangalieni hili. Mimi sitaki kuamini Profesa Mbarawa na timu yako kama utashindwa kuliangalia hili. Na mzee wetu Ruto alisema mwekezaji sio lazima we mzungu, tujali wawekezaji wetu wazawa. Pili, tatu, nielekee katika issue ya TRC. Labda nikukumbusheni tu, ilipovunjika East Africa iliporudi tena 2001, mzee Daniel Arap Moi, Benjamin Mkapa pamoja na mzee Museveni walikaa na kukubaliana kwa kina, hizi reli zetu tuziundie mifuko. Leo tunashangaa sana 2% ya mfuko wa TRC ya Tanzania Railway Development inakuwa bado inang'ang'aniwa na hazina. Si jambo la busara, na nitaka nikwambieni uwekezaji uliofanywa na Daktari Mama Samia Suluhu Hassan wa bilioni 3.138 ni sawa na trilioni 8 na .15 kutoka Dar es Salaam Makotupora. Tunatakiwa tuweke 25% ya miaka 20 ya maintenance. Vinginevyo tutakuwa tunashabikia hii reli itakuja itakufa, na tusije tukawalaumu watu. Mwisho siku muhimu, napenda kuishauri serikali katika masuala ya viwanja vya ndege. TAA ni taasisi inosimamia viwanja vya ndege. Tunashukuru TANAPA kwa maono yake makubwa ambao wanafanya kuendeleza viwanda vya ndege vya kwenye utalii. Lakini muda umefika sasa TAA wapewe mandate ya kusimamia wenyewe. Badala ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja 100% kwa 100. Asante.